Maashara alhadhirin, tukiwa katika mchana wa siku ya 26 ya Ramadhan, hatukubakisha isipokuwa masiku machache tu kwa Ramadhani kuisha. Tumebakisha katika wiki hii ingine siku 3 au 4 mpaka Ramadhani kumalizika. Tarehe 29 kwa tuloanza kufunga kwa muandamo hapa kwetu itakuwa ni Alhamisi. Ijumaa ukionekana Alhamisi, Ijumaa itakuwa ni Eid. Usipoonekana itakuwa ni Jumamosi. Na kwa vile kuna uwezekano Ijumaa inayotangulia inayofuata itakuwa si katika Ramadhani, ikiwa mwezi utaonekana Alhamisi, tukaonelea na kwa maombi ya watu ili tumalize wale wanawake 4. Leo tumalize yule mwanamke wa 4 tulombakisha, Sayyidatuna Asia bintu Muzahim. Kisha siku zilobaki, kesho na kesho kutwa, kabla ya kuanza tena masafari, tutamaliza kwa durusi za zakatul fitri na durusi za Idi kama tutakavyowafikiwa insha Allah. Tumeeleza tukasema toka juma la kwanza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewachagua baadhi ya wanawake akawafanya ndio bora. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, kamula min ar-rijali kathir wa lam yakmul min an-nisa'i illa 4. Waliokamilika katika wanaume ni wengi, lakini hawakukamilika wakamilifu katika wanawake ni 4 peke yake. Sayyidatuna Khadija bintu Khuwailid tulomweleza juma ya kwanza, kisha Sayyidatuna Fatima bintu Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kisha Sayyidatuna Maryam, kisha Sayyidatuna Asia. Na hadithi ilikuja kwa mpangilio mwanzo wa Sayyidatuna Maryam au Sayyidatuna Asia, kisha Sayyidatuna Maryam, kisha Sayyidatuna Khadija, kisha Sayyidatuna Fatima, yani kwa wazamani zaidi, sababu katika hawa 4 alotangulia zaidi wa zamani zaidi ni Sayyidatuna Asia, huyu tulomweleza. Kwa hivyo hatukufuata mpangilio wa hadithi, wala mpangilio wa hadithi sio kwa mpangilio wa ubora, kwa mmoja ni mbora kushinda mwenzake, wote ni wabora. Sayyidatuna Asia bintu Muzahim, baadhi ya wenye tafsiri watuambia alikuwa ni mjukuu wa pili wa Firauni yule wa wakati wa Nabii Allah Yusuf. Nabii Allah Yusuf alitangulia kabla ya kuja Nabii Allah Musa. Kwa hivyo Firaun wa wakati wake, na Firaun ilikuwa ni laqab, ni title inayopewa mfalme wa wakati ule. Huwa wana majina mengine yao, Ramses dinani kwa waliofuatilizia, lakini Firaun wa Musa ndio yule Firaun aliodai uungu. Wale wengine hawakudai uungu, au kabla ya hapo ilikuwa hakuna Firaun aliodai uungu. Wanao baadhi ya sifati za rububia waliojitweka, lakini kulikuwa na miungu yao wakiabudu. Alipokuja Firaun wa Nabii Allah Musa, yule ndo akasema ana rabbukumul a'la. Sasa Sayyidatuna Asia alikuwa ni mjukuu au kitukuu cha Firaun wa Nabii Allah Yusuf, kisha akawa ni mke ameolewa na Firaun wa wakati wa Nabii Allah Musa. Kwa hivyo tuweza kutasawar ile nyumba yake ilivyokuwa. Ilikuwa mke wa mtu ambao kwamba amedai uungu. Fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Firaun yule kwa tughyani yake ilipofika, ukafiri wake na ujabari wake, mpaka akasema mimi ndiyo Mungu wenu, tena si Mungu tu, Mungu aliye juu zaidi. Lakini kwa muujiza wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kuwa mke wake akawa ni mwanamke bora zaidi. Na hili utaliona katika maisha leo,
kutofautiana baina ya mke na mume. Si lazima yule mke akawa ni muovu na mume akawa ni muovu, au mke akawa ni mwema basi mume awe ni muovu. La, hili lilianza toka wakati wa Sayyidatina Asia. Pale nyumbani pawe pa vile kutakavyokuwa, hakumasi mtu akawa ni mwema au akawa ni muovu. Firaun, watuambia wenye tafsir, katika moja ya miaka aliota, alipata ndoto. Katika ndoto yake ile akaona moto, chembe zake zilikuwa zimeanza katika miji ya Baitul Maqdis. Ule moto ukaja mpaka ukaingia kwenye miji yake ya Masr, Egypt, ukateketeza nyumba zote isipokuwa nyumba za Bani Israil. Banu Israil, watu wa Nabii Allahi Musa, yani kabila lake. Sasa moto ukaja ule ukateketeza nyumba zote za Kimisri isipokuwa nyumba za Bani Israil. Ikamshtusha hii ndoto. Alipoamka asubuhi akawaita wale mawaziri wake na maaskari wake na waganga wake, aftuni fi ru'ya, akawasimulia ile ndoto, akawaambia wampe tafsiri yake. Zikatoka rai, na moja katika rai aliyoipenda yeye zaidi akawa ni rai ya mmoja katika sahara, wale waganga. Akamwambia kuwa hii ni ishara kuwa atatoka kijana kutoka kwa wale Banu Israili atakayekuja kuumaliza ufalme wako. Vambiwa hivi sasa, akaanza kuwashauri tena, sasa rai ni gani kama mambo ni hivyo? Ikaafikiwa rai ya kuwa kila alozalika katika vijana wa hawa Banu Israili, kuanzia ile siku akizaliwa mtoto wa kiume atamuua, atamchinja, kama Qur'ani inavyoelezea Banu Israili, wa najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'a al'adhab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Firaun yule akachukua uamuzi huo kuwa kila kitakachozalika kutoka kwa Banu Israili ikiwa ni mwanamume atamuua. Kwa hivyo ikawa kila mwanamke wa Banu Israili akishika mimba sasa hajui atazalika mwanamume au mwanamke, na akizalika mwanamume ni kuchinjwa. Wale waweka hazina wenye wizara ya mali na wizara ya kazi wakati wa Firaun wakamlalamikia Firaun, wakamwambia kuwa hawa Banu Israili ndio wanaotufanyia kazi sisi, ndio human resource na ndio manpower ya nchi. Ukiwamaliza wote hawa, nani ndio watakaofanya kazi? Kwa sababu Firaun alikuwa amewamiliki wale, amewafanyia istimar, colonization. Wao ndio wanaofanya kazi. Mwabwana wa Kimasri wa Ki-Egypt, wa ancient Egypt, walikuwa hawafanyi kazi. Wenye kufanya kazi ni wale Banu Israili. Sasa ukiwamaliza wote utakuja na crisis baadaye. Baada ya miaka michache utakuwa hakuna wenye kufanya kazi. Wakarudi tena wakashauriana, wakaamua kuwa mwaka mmoja watawawacha hai, mwaka mmoja watawaua. Ikawa hali ni hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwafikia Sayyidina Harun, ndugu yake mkubwa Sayyidina Musa, azaliwe katika mwaka ambao kwamba watu hawachinjwi. Kwa hivyo yeye akasevu namna hiyo. Sayyidina Musa mamake akashika mimba na akawa atajifungua wakati ambao kwamba watoto wachinjwa. Na hapa kuna utendakazi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu alikuwa ataka kumchagua Nabii Allah Musa ndio aende amkhofishe Firaun na auangushe ufalme wake, na ilikuwa njia ya rahisi ni ajalie azaliwe ule mwaka ambao kwamba hawauliwi watoto. Ilikuwa rahisi sana, mwaka huu hawauliwi watoto, kwa hivyo Musa azaliwe, yeye na Harun wote wazaliwe mwaka huo. Lakini la, akataka azaliwe mwaka ule ambao kwamba Firaun yuwachinja watoto wawaua,
ili tu apate kumwonyesha kuwa katika hizo njama zako Mwenyezi Mungu ana njama kubwa kushinda zako. Wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin. Wao hupanga njama na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia yuwapanga, na Mwenyezi Mungu ndio bora wa wenye kupanga. Kwa hivyo hapo hapo kwenye huo mwaka ambao kwamba wewe wawachinja watoto, ndio tutamzalisha, tutamleta katika dunia yule ambaye kwamba atamaliza ufalme wako na njama zako hazitoweza kumdhuru. Kwa hivyo kwa kisa kirefu, mamake Sayyidina Musa akaletewa wahi, ilham kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Idh auhina ila ummika ma yuha, alivyoletewa wahi mamake Musa amtie katika tabut, katika chombo, basket ile kapu, yule mtoto wake Nabii Allah Musa amtie katika mto. Na ulama wamepeleleza kauli hii, baadhi yao kama kwa mfano al-Imam Ibn Hazm al-Dhahiri, na bila shaka kauli hii ni shadh, imeenda kinyume na kauli ya ijma' na jumhur. Kwake yeye rai yake ni kuwa hata wanawake waweza kuwa mitume, na walitangulia wanawake katika tarikhi ambao kwamba walikuwa mitume, mmoja wao akiwa ni huyu mamake Musa, kwa sababu Qur'ani yatuambia wazi wazi kuwa aliletewa wahi. Idh auhina ila ummika ma yuha, tulivomteremshia wahi mamako kama wahi mwingine unaoteremshwa. Kwa hivyo yeye akasema kwa kule kuteremshwa wahi na kuwa hakuna nasi nyingine inayokanusha kuwa mwanamke hawezi kuwa mtume, yeye akaona kuwa iwaweza, na walitangulia, na mamake Musa ni katika wanawake walioletewa naba, walioletewa wahi. Lakini kama tulivyotangulia kusema ni kuwa kauli yake hii ni kinyume na kauli ya jumhur katika ulama. Jumhuri ni kuwa mwanamke hawezi kuwa munabba, hawezi kuwa nabii mtume, haweza kuwa na karama kama alivyokuwa nazo mamake Sayyidina Musa, mamake Sayyidina Isa, Sayyidatuna Maryam na wengine katika wanawake bora katika tarikhi. Mamake Musa akaletewa maelekezo haya, amtie katika kapu yule mtoto wake, amtie katika mto wa Nili. Na hapa mtu husimama akajaribu kutasawar kwa mama, kama mama mwanzo kwa ile huruma yake, huwa limepitikia lipi katika moyo wake na akili yake mpaka ikampa amtose mtoto wake katika mto, hajui ule mto waenda wapi. Jambo zito sana, lakini linalosaidia kurahisisha kuelewa na kukubali tendo hili ni yale ambayo kwamba yatafanyika ikiwa hakufanya lile. Ilau hakumweka katika ule mto, wangekuja watu wa Firaun wakamchinja, na hili la kuchinjiwa mtoto wake yeye akiona ni kubwa kushinda lile la kumweka katika ule mto. Katika ule mto hajui kutafanyika nini huko mbele, pengine ataokoka, pengine ataangamia, pengine atapatia msamaria mwema, pengine ule mto utaflow mpaka Uganda huko, si ndio unavyoenda ule mto Nile, atapata maisha huko mbele. Ndio ulama wa ilmu nafsi watuambia kuwa kule mtu kuwa na shaka, ile uncertainty, huwa ni bora kushinda kuwa na hakika. Ukaona mtu kwa mfano yafukuzwa na simba, aweza akaruka kutoka kwenye dori ya juu pengine ya 5 ya nyumba, ile adrenaline rush ikipiga, kwa sababu hajui ni kitu cha hatari, aweza kuvunjika huko chini, aweza kufa. Lakini afadhali kule kutojua nitafanyika nini kushinda aje yule simba animalize. Kwa hivyo mamake Nabii Allah Musa akamtia kwenye ile kapu, ikaenda ile kapu na ule mto. Na tuwafupisha kisa kwa sababu hatuko kwenye kisa cha Nabii Allah Musa, mpaka ile kapu Mwenyezi Mungu akaiwezesha ikatua, ikasimama katika pambizo ya kasri la Firaun, kaenda mpaka pale kwenye kasri ya Firaun.
wakaiona baadhi ya juwairiyat, wasichana wadogo ambao kwamba walikuwa wakicheza cheza pale kwenye ile kasri, kama ni wasichana wake Firaun, kama ni wasichana wa watumishi. Wakifungua ndani wakamwona mtoto sabiyun jamil, yani mtoto mdogo mzuri. Wakamuita mkubwa wao katika wale watumishi katika kasri. Mkubwa yule akamchukua yule mtoto akampelekea sasa malkia aliyokuwepo katika ile kasri, ambao ni Sayyidatuna Asia. Sayyidatuna Asia kuyaweka tu macho yake kwa Sayyiduna Musa yule mtoto, pale pale moyo wake ukalainika, ikawa haoni hasikii, yuamtaka yule mtoto. Akamchukua akampeleka mpaka kwa Firaun, akamwambia kama inavyoeleza Qur'ani, qurratu aynun li wala la taqtuluhu asa an yanfa'ana au natakhidhahu walada. Huyu ni kituzo cha macho yangu na atakuwa kituzo cha macho yako, tusimuue huyu, wacha tumlee, asa atakuja kutufaa, au tutamchukulia kama mtoto wetu. Na Firaun alikuwa hana mtoto wa kiume, hajazaa mtoto wa kiume. Na katika ujabari wake Firaun, pamoja na kuishi miaka mingi, hili la kuwa hakuzaa mtoto wa kiume, mufassirun watuambia kuwa yeye alilitumia kama dalili ya uungu wake. Hakuzaa mtoto wa kiume kwa sababu yeye hatokufa, kwa hivyo hakuna mtu, hahitajiki mtu wa kuja kumsucceed, yani kumrithi ule ufalme wake. Ndio maana mimi sijazaa mtoto wa kiume, kwa sababu toka zamani mpaka kwa baadhi ya yetu sasa, kutozaa mtoto wa kiume yachukuliwa kama ni sampuli ya mapungufu. Sasa yeye kuonyesha kuwa si mapungufu, akaitumia ile wa kwake sasa, yani kwa kujitetea yeye kuwa mimi sijazaa mtoto wa kiume kwa sababu mimi ndo staki, sina haja ya mtoto wa kiume, anirithi nini na mimi sifi, mimi ndo Mungu. Kwa hivyo yule akamwambia Sayyidatuna Asia, akamwambia Firaun, huyu ndo tutamchukulia kama mtoto wetu wa kiume. Firaun akakataa bila shaka, ukaendelea mgogoro baina yao. Lakini mke ni mke, mwanamke ni mwanamke, huwa ana nguvu. Hata ukawa jabari vipi mwanamume, mwanamke hasa ukishampenda huwa ana nguvu juu yako, asemalo ndilo. Kwa hivyo Sayyidatuna Asia akamshinda Firaun, akakubali, pamoja na kuwa ni katika watoto wa Banu Israili na imetoka amri, executive order, kila anayezaliwa katika watoto wa Banu Israili wa kiume wauawe. Lakini mtoto huyo akaja nyumbani kwake pale, na Firaun akamwacha, bali akamlelea kwa mali yake na nguvu zake, akamsomesha kutumia kwa walimu wake na rasilimali zake, akampa na akamtrain kwa kila kitu, kuonyesha utendakazi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya hapa kukapita yani miaka mingi sana, Qur'ani haituelezei. Israiliyati ziko nyingi sana hapo, viswa vya utotoni wa Nabii Allahi Musa. Kisa maarufu katika viswa vyake ni kuwa wakati mmoja bahati mbaya alikula kaa la moto. Fikiri tushakisikia hichi kisa kuwa Nabii Allahi Musa alipokuwa mdogo pale kwenye kasri ya Firaun akilelewa na Sayyidatuna Asia, alikula kaa la moto. Alikuwa afikiri ni tende, akala lile kaa la moto. Wenye kushuku kisa hichi katika ulama watuambia lile kaa la moto silingemteketeza mkono wake mwanzo, akalitupa yani kabla halijafika kwenye mdomo. Akisema alikula kaa la moto likamteketeza ulimi wake, ndio akawa si mfasaha wa kauli. Akataka ndugu yake Harun baadaye ndio achaguliwe kuwa waziri wake, kwa sababu ndio afsahu minni lisana, na yeye ndio fasaha zaidi. Sasa ulama waliopeleleza watuambia lile kaa la moto silingemteketeza ule mkono, akaliwacha yani kabla haijafika katika mdomo. Ilhasil ni katika akhbari zilokuja, haziko katika Qur'ani, na mingi yakapitikia hapa. Lakini katika habari ziloelezwa katika Qur'ani ni kuwa kulihitajika mwanamke au mama wa kumnyonyesha Nabii Allahi Musa.
sababu Sayyidatna Asia yule alikuwa hana maziwa. Kwa hivyo kukanadiwa kwa watu, kukafanywa advertisement Masri pale kuwa Al-Fustat ndio alikuwa mji mkubwa wakati huo, kwa takikana mwanamke ambao kwamba ana maziwa aende amnyonyeshe mtoto wa mfalme, mtoto wa Firaun. Kwa hivyo wakatoka watu wingi sana, wanawake, kwenda kutaka kumnyonyesha, lakini kila anayechukua kumnyonyesha akimwekea katika mdomo wake hataki kunyonya Nabii Allah Musa. Wanawake wingi sana waliokuja, akakataa mpaka akatoka kijakazi mmoja akawaambia, mimi najua mwanamke ambao kwamba atamnyonyesha na atamlelea, hal adullukum ala ahli baitin yakfuluna. Na ikawa yule mwanamke wa pale kwenye kasri, yule mfanyikazi wa kasri ya Firaun amelenga nyumba ya Nabii Allah Musa, ni mamake, na katika baadhi ya kauli alikuwa ni ndugu yake Nabii Allah Musa wa kike, alioelekeza kwenye nyumba ya mamake. Ilmuhimu ni kwa Sayyidatna Asia akawafiki, akaitwa mamake Musa, yule aliyomweka katika kapu akamtupa katika mto, arudi amnyonyeshe. Na hii ilikuwa ni kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwake, inna radduhu ilayki wajailuhu min almursalin. Alimwambia mamake Nabii Allah Musa, huyu mtoto tutakuregeshea na tutamfanya ni katika mitume. Kwa hivyo Sayyidatna Asia akamregesha kwa mamake, akanyonyeshwa kule, akalelewa kule mpaka alivyokuwa miaka ya kulelewa ya kurudishwa huko. Kwa hivyo ubora wa Sayyidatna Asia na kazi ya kwanza aliotumiliwa kuifanya na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilikuwa kwanza ni kumwokoa Nabii Allah Musa asiuawe, kama si yeye angeuawa. Pili ni kumsimamilia malezi yake na kumsimamia kukua kwake, na kukua kwa mtu ni muhimu sana katika maisha yake na katika kumtayarisha kwa kile atakachokuwa katika mustakbali wake. Kwa kule kuwa Nabii Allah Musa atakuwa mtume baadaye, ilikuwa lazima aanze kuandaliwa na kulelewa vizuri, na jukumu hili la malezi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa Sayyidatna Asia ndio amlelee. Sayyidna Musa alikulia akawa shab, yani barabara mwenye nguvu sana. Katika baadhi ya pilka zake pale Masri, akaingia sehemu akakuta watu wawili wapigana, hadha min shi'atihi wa hadha min aduwihi. Huyu ni katika wafuasi wake, na Shia maana yake ni mfuasi, aweza kuwa ni mfuasi mwema mzuri kama wa Nabii Allah Musa, aweza kuwa ni mfuasi muovu. Shia neno ni mfuasi. Kwa hivyo Nabii Allah Musa akawakuta watu wawili wapigana, huyu katika wafuasi wake na jamaa zake wa Banu Israili, yule mwingine katika maadui zake. Fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi, yule katika wafuasi wake akamwomba usaidizi amtetee Sayyidina Musa. Fawakazahu Musa, akampiga yule adui yake, yule katika wale wawili, yule katika adui zake akampiga. Fakatala, akamuua. Alivyomuua sasa, hii imekuwa ni jarima, ni mada imetokea sasa, akishikwa na yeye atauawa. Na Firaun huku hana raha na yeye toka utotoni mwake mpaka katika hali ile, yuamtafutilia sababu tu ya kumuua. Kwa hivyo ikawa hapakaliki tena pale. Kwa kisa maarufu, akakimbia kutoka Masri, akaenda na safari yake mpaka Madian, akakutana na Nabii Allah Shuaib kule, kama imeswibu ni Nabii Allah Shuaib na wale wasichana wawili, akaozeshwa mmoja wao, akarudi kwa Firaun. Alivorudi kwa Firaun, na katika safari ya kurudi ndio akapata utume,
Na hapa kuna faida ambayo kwamba tumetangulia kuitaja toka mwanzo, toka wakati wa Nabii Allahi Adam. Nabii Allahi Adam tunasema Mwenyezi Mungu mwenyewe anavyoeleza kwenye Qur'ani ni kuwakana kwamba kuna connection, kuna mafungamano baina yale makosa aliyoyafanya na kuwa yeye atachaguliwa kuwa mtume. Tulisema kuwa yeye aliyafanya yale makosa ya kula katika ule mti kabla hajawa mtume. Wa asa adamu rabbahu faghawa thumma jtabahu rabbuhu fataba alayhi wahada. Yani pale pale alipo lugha ya Qur'ani alipoasi Adam akapotea, thumma jtabahu, kisha ndio Mwenyezi Mungu akamchagua. Huku Nabii Allah Musa alivyofanya yale makosa pia, maanake kumuua mtu hata kama ni katika maadui zako ni makosa. Ilikuwa hahitajiki kuuawa, hata kama ni self defense, ile retaliation, ile wewe kujidefendi, yafaa iwe kwa nguvu ambayo kwamba itatosha tu kujidefend, si mtu yapigana na wewe ngumi wewe umuue kabisa. Bila shaka ni makosa, wala hayampunguzie Nabii Allah Musa katika hisma yake, kwa sababu ilikuwa ni kabla achaguliwe kama mtume, kwa hivyo hajakuwa maasum. Lakini baada ya kuyafanya yale makosa na katika safari yake ile, na zikaja dua nyingi, rabbi inni dhalamtu nafsi, alisema hivyo hivi, hadha min amali shaitan, hii kazi yangu hii nilomuua yule mtu ni katika kazi za shetani. Akamuomba Mwenyezi Mungu msamaha na akaleta na dua, rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, ewe Mwenyezi Mungu, lolote utakaloniteremshia katika khairi mimi ni fukara na lihitajia. Ndio wakati wa kurudi sasa, ndio akachaguliwa kama mtume. Kwa hivyo utaona pia Nabii Allah Musa ule utumi wake na uwema wake ulompelekea mpaka akawa karibu na Mwenyezi Mungu akachaguliwa ni mtume, ulikuwa umeanza na makosa aliyoyafanya. Ile tauba yake ndio ikampelekea karibu na Mwenyezi Mungu. Ulama watuambia hapa mtu asikate tamaa na kuwa ana madhambi mawili matatu 100,000 yayafanya, pengine tauba ya yale madhambi ndio itakupeleka wewe ukawa na ukaribu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ndio ikawa sababu ya kuokoka kwako. Pengine kule kutoyafanya yale madhambi kungekuacha katika ghafla, ukajisahau wewe, na huko hungetaka ukaribu wa zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Musa akarudi kwa Firaun, akamwambia kama alivyoambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mimi nimetumilizwa kwako, ni mtume, ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ni mmoja. Akampa ile risala. Firaun akataka aya, wewe ni mtume, una miujiza gani? Ndio zile miujiza miwili aliopewa na Mwenyezi Mungu. Muujiza wa kwanza, fimbo yake ile akiitupa yageuka ya wanyoka, na muujiza wa pili akiutia mkono wake kwenye jambe yake, kwenye chini ya mkono wake, akiutoa kwa uking'ara mweupe. Firaun akamwambia huu ni uganga tu, nitamletea waganga wakubwa zaidi yake. Kaletwa wale waganga, wakarusha vile vijiti vao kama tunavyofahamu sote, ukageuka nyoka, na Nabii Allah Musa akarusha akageuka nyoka ile fimbo yake pia. Sayyidatna Asia yuwayaona yote haya. Sayyidna Abdullah ibn Abbas katika tafsiri ya Imam Tabari atuambia wanawake walikuwa hawaruhusiwi katika ofisi ile ya Firaun, katika ile koti yake yani. Kwa hivyo haya yote yakiendelea, ilikuwa wanawake hawako pale kuyaona. Lakini Sayyidatna Asia imemjaa hamu ya kuwa Sayyidina Musa ndio afaulu, akamuomba Firaun hadi ya kumuomba mpaka Firaun akamkubalia, akaingia katika wale wanaoshuhudia, ni akaingia katika ofisi yake ambao kwamba wanawake hawaruhusiwi kuingia. Kwa hivyo akashuhudia yale Nabii Allah Musa kuwashinda wale as-sahara, wale waganga. Baada ya hapo kukatokea sasa inqilab, revolution katika nyumba kasri ya Firaun.
Revolution ya kwanza kufanywa ilikuwa ni ya wale waganga. Wale waganga tu walivyoona wameshindwa, pale pale wao hawakuchelewa, wakasema qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun, sisi tumemwamini Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu Mola wa Musa na Harun. Firaun akawa mkali, amantum lahu qabla an adhana lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum sihra, mwamini kabla mimi sijawaruhusu mumwamini. Yaonyesha huyo ndio mkubwa wenu katika waganga, huyo ndio aliowafundisha nyote uganga, nyote jori moja, yani bora moja. Akaamrisha wasulubiwe, wakatwe mikono yao na miguu yao, lakini lile halikuwafanya warudi nyuma. Iqdhi ma anta qadh innama taqdhi hadhihi alhayatu ad-dunya, amua utakaloamua. Wamwambia Firaun, uamuzi wako ni wa hapa duniani tu. Kwa hivyo hii ni inqilabu ya kwanza, revolution ya kwanza iliyofanyika kwenye kasri ya Firaun. Inqilabu ya pili ilikuwa ni ya Mashitatu ibnata Firaun. Watoto wa Firaun wa kike wale walikuwa na wenye kuachana nywele zao, kileo wale waitwa hairdresser. Kwa hivyo kunao mmoja katika wale wanaoachana nywele banati wa Firaun. Katika kumchana nywele mtoto wa Firaun, kile kichana kikaanguka. Wakati wa kukiokota ikamshopoka maneno, akasema bismillah wakati wa kuokota kile kichana. Yule mtoto wa Firaun binti yake akamsikia, akamwambia, umesema nini? Bismillah. Atani abi, yani kwa hiyo bismillah, yani kwa jina la Mwenyezi Mungu, yani Mwenyezi Mungu babangu Firaun. Akamwambia, la, rabbi wa rabbuki wa rabbu abiki, si babako, lakini Mungu wangu mimi na Mungu wako wewe na Mungu wa babako pia. Maneno gani nitamwambia baba? Mwambie. Akamwambia. Amechoka. Alikuwa wakiamini kwa kuficha imani zao, lakini uficha utakavyoficha, kuna wakati huwa ile subra itakwisha. Kwa hivyo nitamwambia babangu. Akamwambia, kamwambia babako. Akaenda akamwambia babake. Firaun akamuita yule, ambaye umesema maneno gani? Umesema bismillah. Ana tani, wa maanisha mimi, yani Mwenyezi Mungu, yani mimi. Akamwambia, la, rabbi wa rabbuka wa rabbul alamin, mola wangu mimi na mola wako wewe na mola wa ulimwengu wote. Kwa kisa kirefu, Firaun yule akaleta sufuria, akaamrisha ikaletwa sufuria, ikawekwa mafuta ya moto pale ndani yake. Ile sufuria, ile mafuta akawa yachemka. Akamwambia, usiporudi nyuma kwa kauli yako ile, ukaamini mimi ndiyo Mungu wako, tutakutumbukiza wewe na watoto wako wote. Na alikuwa na watoto 3 pamoja na yeye mwenyewe. Mimi sirudi nyuma. Akatumbukizwa mtoto wa kwanza kwenye yale mafuta, hakurudi nyuma. Istiqama, msimamo. Akatumbukizwa mtoto wa pili, hakurudi nyuma. Akataka kuchukuliwa mtoto wa 3, na alikuwa ni mtoto mchanga. Sawirisha we mama na mtoto mchanga. Yule mama ikawa sasa yuanze kusita kwa huruma yake ya yule mtoto mchanga, atakwenda kukangwa bure kwenye yale mafuta. Lakini yule mtoto akatamka, mtoto mchanga hajafika miaka ya kutamka, akatamka, akamwambia mama, usijali, wacha waturushe, baki katika msimamo. Mtoto huyu akawa ni katika wale watoto wachanga 4 katika tarikhi waliozungumza katika uchanga wao. Huyu na yule mtoto aliomtetea Nabii Allah Yusuf. Nabii Allah Yusuf alipotuhumiwa kuwa amemwingilia, amelala na Imraatul Aziz, na Nabii Allah Isa alipokuwa mchanga pia alizungumza na yule mtoto pia, kama inavyokuja katika tafsir, aliomtetea Jureij, yule mtu mwema pia aliotuhumiwa kufanya zina na mwanamke. Kwa hivyo yule mama akaridhia, akarushwa bali. Katika hadithi ya al-Isra wal Mi'raj, Mtume sallallahu alaihi wa sallam
Alipopanda juu, baada ya wingu wa saba, juu kabisa huko, kuna mahali alisikia harufu nzuri sana. Anavyoeleza yeye mwenyewe katika hadithi al-Isra, sijawahi kusikia harufu nzuri kama hiyo. Akauliza, harufu ya nani hii? Harufu ya kitu gani? Akaambiwa, hii ni harufu ya Mashitatu ibnata Firaun, yule aliyokuwa akimchana mtoto wa Firaun. Yeye na watoto wake Mwenyezi Mungu amewainua daraja na amewapa harufu nzuri. Sayyidina Ibn Abbas katika kufasiri hadithi hii na kuieleza asema ni kana kwamba harufu hii imefidia harufu ya kukangwa nyama ya binadamu. Sawirisha binadamu akangwe, atiwe kwenye sufuria akarangwe, pamoja na damu yake na mifupa yake na uchafu wa matumbo yake. Bila shaka kutakuwa hakukaliki pale kwa harufu. Juzi tu kuna yule bwana alofariki hapa, akaenda kuchomwa kule, kulikuwa hakusikiziki kwa harufu barabara ile masiku kadhaa. Kwa hivyo nikana kwamba Mwenyezi Mungu amewafidia yule mwenye kuchana nyele za mtoto wa Firaun na familia yake, akawapa harufu nzuri ya milele, harufu bora kushinda harufu ya kitu chengine chochote. Kwa hivyo hawa ni wa pili walofanya revolution. Wa mwisho na tukimalizia ni Sayyidatuna Asia. Sayyidatuna Asia yeye mwenyewe toka mwanzo alikuwa hamuamini Firaun, kwa sababu ajua ni mrongo, na hakuna mtu amjuae mwenzake kama mke kumjua mume wake na mume kumjua mke wake. Hawa wajuana, wameingiana ndani nje, wamevaana, wamevuana, wameonana na nguo bila nguo. Hawa ndio wanaojua aibu za mtu mwenzake na tafsiri zake na kila kitu. Kwa hivyo Sayyidatuna Asia alikuwa ajua kwa yule Firaun si Mungu, ni mrongo, na kuwaiwala na kuwaiwenda choni na yofanya kila kitu, atawadanganya watu wa nje, lakini mke wake mwenyewe hawezi kumdanganya. Lakini kitu ambacho kwamba Sayyidatuna Asia alikuwa hajakifanya ni hajadhihirisha kwa watu, lakini alivyoona matendo ya hawa wengine ambao kwamba ni duni na wako chini yake, walopata ushujaa wa kudhihirisha kwa watu, na yeye akadhihirisha, akamkufuru Firaun. Firaun akamwadhibu hadi ya kumwadhibu, na kilele cha adhabu aliompatia ni aliamrishwa aende alazwe katika jangwa la Masri kule desert, bila nguo, na afungwe mikono yake na miguu yake mpaka atakaporudi kwa kauli yake aseme kuwa Firauni ni Mungu. Lakini hilo halikumpelekea kukufuru, akabaki katika imani mpaka Firauni akakosa tamaa, na yeye akaamrishwa apelekwe mahali chini ya jabali, kisha jiwe lirushwe kutoka juu limwangukia. Na hii ni kawaida ya madikteta, kufika hadi huwa hawajali, ile power imejaa katika akili zao, imewalewesha mpaka hawajali kufanya kitu chochote. Kwa hivyo usishangae katika dunia leo ukaona mabomu yatupwa katika maskuli, ukashangaa watoto wa skuli wadogo wana hatia gani, au watoto wadogo wakauawa. Ni kawaida, ni sunna, ni shanshana iliyoanza na tughat toka wakati huo, ikiwemo huyo Firaun. Kwa hivyo akampa adhabu kama hii Sayyidatuna Asia. Sayyidatuna Asia kabla ya lile jiwe kuangushwa akamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa dua ambayo kwamba hivi iko katika Qur'an, wadharaballahu mathalan lilladhina amanu imra'ata fir'aun. Mwenyezi Mungu amepiga mfano kwa wanaoamini sote, wa kike na wa kiume, mke wake Firaun na mke wa Firaun, yani Sayyidatuna Asia. idh qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wanajini min alqawmi adh-dhalimin. Ewe Mwenyezi Mungu, nijengee nyumba peponi, nyumba kwako huko peponi, indaka fil janna. Na hapa kuna uzuri wa kuomba dua na faida na strategy nyingi sana. Ile Sayyidatuna Asia huyo hakuomba tu Mwenyezi Mungu niingize peponi, Mwenyezi Mungu nijengee nyumba tena kwako katika jiwari yako peponi. Hapa
kuna at-tama'u fi dua, ambition ile katika dua. Tumeeleza hii nyuma, ukiomba dua usiombe kwa uchumi, kwa kukabakaba kama kwamba Mwenyezi Mungu hana, utammalizia waomba kidogo kidogo. Sayyidatuna Asia huyo haombi tu kuingizwa peponi, nataka niingizwe peponi tena nijengee jumba kasri karibu na wewe huko peponi. Wanajini min Firauna wa amalihi wanajini min alqawmi adh-dhalimin, na uniokoe na Firauni na kazi zake, na uniokoe na watu madhalimu. Na kuokolewa kwake huku katika hii dua, alikuwa aweza kuokolewa na maisha yake yakabaki, yani akaokolewa akapelekwa sehemu nyingine katika dunia. Ilikuwa si lazima aokolewe kwa kufa. Lakini ulama watuambia pia, hii dua yatujulisha kuwa katika ghaya ya kuokoka mtu ni kuokolewa na dunia, yani kuingizwa peponi. Hapa duniani hata ukawa na mali kiasi fulani, madamu uko duniani ni maisha duni. Yenyewe imeitwa ad-dunya min ad-dunu, yani imeitwa dunia ule uduni wake. Kwa hivyo utakavyokuwa hapa duniani, maisha bado yatakuwa matwevu, yani kama al-Imam al-Haddad anavyotuambia, wadhi dunya daniya hawadithha kathira wa aishatha haqira wa muddatha qasira wala yahrus alayha siwa a'ma al-basira adima al-aqli law kana ya'qil kana afkar. Hii dunia ni twevu, maisha yake matwevu, muda wake mchache, wala hakuna mtu anayefanya pupa akashika na tamaa na hii dunia isipokuwa mtu ambaye kwamba hana akili. Angekuwa na akili hangeshika tamaa na hii dunia. Kwa hivyo Sayyidatuna Asia tuwajifundisha hili kutoka kwake, kuwa la kuomba ni kuomba maisha mazuri ya akhira. Allahumma innal aisha aisha al-akhira, maisha mazuri ni maisha ya akhira. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amjazi Sayyidatuna Asia khaira aljaza kwa yote aliyoyakadimisha kwa huduma yake, na atukutanishe sisi na watu wetu pamoja na yeye katika al-Firdausul A'la. Atupe ilmu na amal na nia na ikhlas, atupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Wassalamu alaykum wal afwa minkum.